Assalamu alaikum, na moja kwa moja nikukaribishe mkoa wa Kusini Pemba. Hapa tuko visiwani Zanzibar na leo tupo katika shehia ya kisiwa Panza katika jimbo la Mtambile hapa Kusini Pemba. Tumefika hapa lengo ni moja tu, kuna vingi tunavitizama au kuvizungumzia katika kisiwa hiki, lakini kubwa tutaka ufahamu kuhusiana na kisiwa hiki kilicho ndani ya kisiwa cha Zanzibar kwa maana ya Pemba. Niko na mzee ambaye ni mzawa wa kisiwa hiki, kisiwa Panza, atatuambia historia fupi ya kisiwa hiki. Baba, karibu. Asante sana. Kwa jina naitwa Muhammad Marshad Almas. Ni mzaliwa wa kisiwa Panza na ni mkazi wa kisiwa Panza. Hichi ni kisiwa Panza. Sababu katika kisiwa ni kwamba kilikuwa kina mwitu tu hichi. Kilikuwa hakikaliwi na mtu yoyote. Walikuja watu kutoka sehemu mbalimbali na wakatema hapa kwa habari ya uvuvi. Badala yake walipoona kwa kinafaa kisiwa hiki ni kizuri, ikabidi wakaongezeka watu, wakatema. Kila anayetema ilikuwa tena ni pake, na wakaendelea kujenga nyumba. Na hivi sasa ndio mpaka sasa nyumba hizi mnaziona. Kazi kubwa ya kisiwa hichi ni uvuvi na ukulima, lakini hasa ni uvuvi. Wanavua wanatumia nyavu, wengine wanazamia kwa bunduki. Uvuvi uko wa aina nyingi. Na uvuvi hao kina mama, kina baba wote wanaendelea na uvuvi. Mtakapokuja waona kina mama akivua hapa, nyinyi mtashangaa. Hao kina baba wanashindwa kwa kuvua, ni akina mama. Ni kisiwa ambacho kina mama wako hodari zaidi kuvua kuliko tena kina baba. Sana tu, tena sana wako very active. Na mnalima nini hasa? Hapa tunalima mihogo, tunalima ndizi, tunalima viazi. Hao wavamizi ambao walikuwa wanakuja hapa na mwisho wa siku wanadhamia hapa, walikuwa wanatokea wapi? Hii tunajua hapa ni Pemba. Wenyewe walikuwa wanatokea wapi hasa? Mwanzo hasa alikuja akaanzisha kazi hii ni mtu kutoka kaskazini. Kutoka kaskazini, na alikuja huku kwa kupiga kambi katika sehemu moja inayoitwa Panza. Hii ni kisiwa Panza in general, lakini imegawika sehemu mbili. Kuna Mtondoni na kuna Panza. Hapa tulipo ni Mtondoni. Ini wapi ni Mtondoni? Mpaka wetu ni daraja, huko mbele kuna daraja huko. Sasa ukipita daraja ukienda mbele huko ni Panza. Lakini wakazi wengi wa kisiwa hichi wanaishi hiyo Panza, ndio walikuwa wengi huko. Haya, tuambie asili ya hiki kisiwa. Watu wake ni watu wa aina gani? Pengine kuna maeneo mengine wanasema watu wake pengine ni wakarimu, au wengine ni watu ambao wanajisikia. Hapa kisiwa Panza watu wanasifika kwa sifa gani hasa? Kwanza watu wa kisiwa Panza ni wakarimu sana. Ni wakarimu sana, wakupenda sana wageni wanaoingia. Hii ndio sifa kubwa ya kisiwa Panza. Wakarimu sana. Haya, kitu gani ambacho mnakifanya kwa maendeleo, kwa maana ukiachilia mbali hiko kilimo pengine na uvuvi, kitu gani kingine mnakifanya kama kwa maendeleo? Mna maendeleo gani hapa kisiwani? Kwanza kisiwa Panza kwa kazi za maendeleo tunashirikiana, kama ni kujenga skuli, kama ni kujenga hospitali, huwa tunashirikiana kama mbalimbali. Kama tunaleta mchanga, kokoto, ni kila tunashirikiana. Hii sifa yao tunayo kisiwa Panza. Haya, tuambie changamoto ni nini ambazo zinawakabili wakazi wa kisiwa hiki ambacho kimo ndani ya kisiwa cha Zanzibar kwa maana hapa Kusini Pemba? Changamoto zinatokabili baadhi ya siku tuna upungufu wa maji. Upungufu wa maji. Huu ni changamoto yetu kubwa kabisa. Na kama sema ni usafiri. Usafiri hatuna kabisa, kwa hivyo tunaomba tupate usafiri wa aina yoyote. Sisemi kwa usafiri chombo fulani, aina yoyote ile ambayo kutapani serikali yetu. Na usafiri mkubwa mnaotumia ni kitu gani kutoka tuseme mjini kule wilaya ya Mkoani hadi kufika hapa? Mnatumia usafiri gani hasa? Gari. Usafiri wetu mkubwa ni gari. Kuna gari inazunguka, yani haivuki maji hapa? Haivuki maji. Wapenye kivuko tunapata hiyo boti. Lakini tukifika pale tupate usafiri wa gari. Hapa ni boti kutoka kisiwa Panza kwenda ng'ambo ya Chokocho pale, lazima patikane boti. Zilikuwepo boti hapa tukaletewa, lakini hatukuziona tena mpaka sasa hivi. Sijui zimekwendaje. Tulipewa hapa boti, lakini zikaondoka mara moja na hatukuziona boti ziko wapi, zimepelekwa wapi, na ilikuja kwa ajili ya kisiwa Panza. Zilitolewa na nani? Serikali? Zilitolewa na serikali.
Alikabidhiwa sasa ni nani? Waliokabidhiwa kwanza zile zilikuwa, moja wapo alikuwa na KMKM ilikuwa na shiriki, na mtu mmoja Kisiwa Panza alikuwa ni mkusanyiko, alikuwa anakusanya ile mapato. Yakipatikana mapato wale huwa wanapelekwa sheha. Lakini sasa ilikuwa kuwaje tena boti zile zikaondolewa? Kitu ambacho kwa tunajiuliza, tunashangaa ilikuwaje. Na ilikuwa usafi wakati ulikuwa mzuri, ilikuwa hauna tatizo. Haya, mwisho kabisa, watu wote wa Kisiwa Panza hapa ni Wapemba au kuna makabila mengine tofauti? Hapa watu wa Kisiwa Panza kuna watu tofauti, sote si Wapemba. Ni wakazi kutoka sehemu mbalimbali. Lakini wote ni kwa maana ya visiwani, Unguja na Pemba. Unguja na Pemba. Haya, cha mwisho pengine unatamani watu wakifahamu kuhusiana na kisiwa hiki. Tushafahamu kwamba wanawake wanavua, wavuvi wengi wazuri kuliko wanaume. Kingine ambacho unatamani kijulikane kina sifa ya pekee kutoka hapa Kisiwa Panza kwenye hilo swala la uvuvi wa wanawake? Wanawake hawavui usiku, wanakwenda wanaume tu. Wanakwenda wanaume tu usiku. Wanawake wanajua kuvua hapa Kisiwa Panza sana tu. Kuliko wanaume. Na wamefundishwa na nani? Si ni hao wanaume ambao wamafundisha ama au ni ujuzi wao tu? Ujuzi wao tu wenyewe. Ujuzi wao tu. Mke wako anavua? Mke wangu havui. Na mpia sivue. Kwa nini? Namletea samaki mimi apike tu. Kwa nini unamkataza asivue? Haya, tunashukuru sana.